familia wa Geomax Media, kama nilivyokuambia hapa, tuko pale za Shinyanga. Leo bwana tunataka kuzungumza na wananchi kuhusiana na masuala mbalimbali ya Simba yanayohusu dawa za kulevya. Je, wanafahamu nini kuhusiana na dawa za kulevya? Na leo niko na kijana mmoja tuzungumze naye, anafahamu anafahamu vipi kuhusu dawa za kulevya, kufahamu kwa majina yake. Mimi naitwa Masesa Kajala Kadigo, ni mfanyabiashara bodaboda depo ya toka Sokoni Shinyanga. Bwana, unafahamu nini kuhusiana kuhusu dawa za kulevya? Kwa kuwa sisi na bodaboda tunapita sehemu mbalimbali, kwa kweli unaweza kukuta sehemu kukuta vijana wamekaa kwenye vilinge, unaona kabisa ni wameelewa kabisa, chakali wanatoa mirungi, wanatoa bangi, wanavuta pale. Lakini vijana kama wanaona ni kutokana na misingi ya wazazi. Kwanza misingi ya wazazi yanamaanisha sasa wazazi wanakuwa hawakai pamoja na watoto wao, unaona, wanakuwa wanawachaniza, pengine aidha kwenda shule, lakini kuta wazazi hawajali, basi watoto wale wanakuta wanajitegemea na kwanza kujitafutia wenyewe. Mwisho wa siku wanakuwa hawana kazi, wanakata tamaa ya maisha, wanaamua kujiingiza katika makundi mabaya, ndio kama hivyo madawa ya kulevya. Kitu kinaitwa katika jamii hii ya Shinyanga, dawa gani vijana hapa Shinyanga? Kwa kweli, kwa kuwa mimi ni mwenyeji wa hapa, naona bangi inatumika vizuri, mirungi na vitu. Kuna dawa nyingine iko ugoro nanyewe unatumia sana kijana. Unapotazama nini hasa inapelekea hawa vijana nahisi cha kwanza kabisa yani inaonekana kwa vijana ni kwamba kufanya kazi, hawataki kujishughulisha kufanya kazi. Vijana wanapenda mambo ya shortcut, hawapendi kujituma, kwa hiyo waga wanahitaji maisha fulani ya shortcut. Lakini sasa kwa kuwa wapambani, wanajikuta yale maisha wanashindwa jinsi ya tafuta. Kwa namna ambavyo ukiwatazama unaweza kawa na madhara gani kwa zile dawa? Zina madhara kwa sababu wakishavuta bangi, akala mirungi, akala ugoro, unakuta basi mwili unabweteka, yani mwili unavunjwa na yale madawa. Sio mazuri kwa kweli, yani madawa mabaya. Mwisho wa siku inawaletea kuwa wezi, mpaka yani watu wanaambao watamjitambuliki yani. Katika cheni hii ya dawa za kulevya, pia mambo ya usafirishaji sita sana. Unakuta dawa zinatoka maeneo fulani zinaenda maeneo fulani. Je, nyinyi kama maafisa usafirishaji mnahusika vipi kwenye hili swala kuweza kudhibiti au na nyinyi kujihusisha na usafirishaji dawa za kulevya? Sisi katika kwamba labda kuna magari labda yanaita madawa kulevya au bodaboda hapa inapakia madawa kulevya, si hatuwezi tukajua. Kwa sababu gani? Unakuta unampigiza mtu ana mizigo yake. Sasa na sisi sio watu wa vyombo vya usalama, uwezo ukampekua, lakini unaweza kuta ndio yaani unakuta umepakia abiria, lakini abiria huyo mzigo wake ule, kwa kuwa mimi zote nikaupekua, lakini ndani yake ndio unaweza kuta kuna madawa yanapita njia za panya. Njia za panya inamaanisha ni mtu anakuja anapanda utabuka bodaboda, unakuta amebeba mtu na mzigo, kwa kuwa mtu uwezo ukampekua, unakuta kumbe kuna dawa. Kwa pale inatakiwa labda polisi, vyombo vya dola viwe vinafika sehemu wanakagua, wana search, wanajaribu kuwakagua, wanaweza kufanikisha kukamata dawa kama hizi. Katika kazi yako kuaga muagizi pasi mimi kama mimi nahakikisha waga nikiagizwa na nachukua vitu ambavyo ni vya upendo. Mimi kwanza waga ni mcha Mungu sana, sipendi kufanya vitu vya madawa kulevya. Nikigundua kama anakuta madawa kulevya, mtu kama mimi waga sitani naye, yaani kama ni abiria basi naacha naye kabisa. Nini wito wako kwa jamii na wazazi? Mimi wito wangu nilikuwa napenda kuwaasa wazazi, mara nyingi wao wanakaa na vijana, wanaporudi makazini wakae na vijana, kuta vijana hawapo, wanaona fulani ameenda wapi, naona. Kwa hiyo vijana ukiwafuatilia vizuri, basi utakaa nao nyumbani vizuri na utawapa misingi bora. Tena nilikuwa naomba wazazi wajaribu kukaa na vijana, alafu waje wawape misingi bora. Hata kama watakuwa hawana kazi, basi wajaribu kuwapa mitaji wafanye biashara. Nini wito wako kwa
serikali? Serikali yenyewe ndiko naomba vile vile watu kama hao ikiwakamata ichukue sheria nani, mkondo wa sheria, wakamatwe, wapigwe faini ili kusudi waweze kuacha, waache kabisa, ni wafute kabisa hayo maswala, sio mazuri. Nashukuru sana. Haya, asante.